Katika miaka ya zamani sana, mnamo mwaka 79, inakadiriwa kwa mwaka kabla ya kuja kwake Kristo, kuliwahi kutokea simulizi ya kutisha, mfumuko wa volkano katika mji wa Pompeii na mji wa Herculaneum, ambapo watu wengi walipoteza maisha. Karibu kwenye Sauti za Historia, kipindi ambacho kinakuletea sauti za kusisimua, kichobeba historia ya dunia katika matukio ya kweli ambayo yamewahi kutokea. Utakuwa nami msimuliaji wako Morgan Banks, ukipenda niite Mufasa the Storyteller. Asante na karibu. Katika mlima wa Vesuvius mnamo 24 Agosti mwaka 79, katika eneo la kusini mwa Italia, kulikuwa na miji miwili mikubwa ilikuwa na maisha. Katika mji wa Pompeii na mji wa Herculaneum, mji ambao ulikuwa na wakazi wengi waliostarehe kwa maisha ya kifahari, masoko mazuri, sanaa ya kupendeza ukutani, na watu waliishi kwa amani sana. Katika mlima wa Vesuvius kuliibuka volkano ambayo ilikuwa kimya katika miaka 700. Iliibuka ghafla na hakukuwa na tahadhari ya kisasa. Ndani ya saa chache tu, mawe na gesi zenye moto zilifunika miji hii miwili. Volkano hii inakadiriwa kuwa na zaidi ya sentigredi 700. Hivyo kilichobakia ni majivu makali yalifunika. Pompeii ilizikwa pole pole, huku wakazi wake wakifa na kupoteza hewa. Lakini si hivyo tu, hata katika mji wa Herculaneum ilifunikwa na miamba na matope ya moto, ikifuta kila uhai wa kila mmoja alikuwa katika mji huo. Majivu ya volkano yaliacha alama kubwa isiyofutika, miili ya watu ikiganda, mahali ambapo watu wengi walikuwa wako ndani, wengi wakiwa kwenye maombi, wengine wakiwa wamekumbatiana, wengine wakiwa wanajaribu kutoroka. Karne nyingi sana walikuwa wamelala chini ya ardhi, kimya, hadi hapo ambapo wachimbaji walipofukua mnamo karne ya 18. Kilichobakia ni mifupa. Kila uso uliganda, ulihadithia huzuni, mshangao na mateso. Hakika mji wa Pompeii na Herculaneum zilibaki kuwa kama makumbusho ya maisha ya kihistoria. Katika historia ya dunia, kisa hichi kinabeba maana kubwa sana kutokana na majanga makubwa yaliyowahi kutokea katika dunia. Kutoka kwenye janga hili, dunia ilijifunza thamani ya muda, hatari ya kupuuza ishara na udhaifu wa binadamu mbele ya nguvu za asili. Lakini pia tukio hilo limetufundisha namna historia inavyoweza kuhifadhi pumzi ya mwisho ya watu na kufanya simulizi kuwa ya milele. Makala hii imeletwa kwako na mimi msimuliaji wako na mtayarishaji wako Morgan Banks, ukipenda niite Mufasa the Storyteller. Mpaka simulizi nyingine, asante na mpaka wakati mwingine. Ulikuwa nami msimuliaji